Athari ni kubwa kwenye vyombo vya habari, hasa hivi ambavyo vinatazamwa kama mfano wa kukuza lugha ya Kiswahili, idhaa za kimataifa za Kiswahili kama BBC, Deutsche Welle na zingine ambazo zinatangaza kwa lugha ya Kiswahili, kwa sababu tunapokimbizana na ukuaji wa sayansi na teknolojia kuendana na kundi la vijana maarufu Gen Z, tunajikuta tunatoka katika mstari wa kuikuza lugha ya Kiswahili na kuitetea katika vipindi vyetu, tunarudi vile ambavyo jamii inataka, na hapo tunajikuta tunatoka katika mstari. Jamii nyingi zina lugha zake ni Kiswahili, lakini unakuta kinatofautiana kulingana na maeneo, kulingana na tamaduni. Kwa mfano kama hapa Arusha kuna Kiswahili ambacho kama wewe sio mwenyeji wa Arusha huwezi ukakielewa, unahitaji muda kidogo kujifunza wanazungumza vipi. Wanaweza kukutamkia neno ukafikiri ni lugha nyingine, lakini kumbe ni Kiswahili. Kwa tukileta hayo maneno kwenye vyombo vya habari, na naona vyombo vya habari pia vinaandika hivyo vitu, na unakuta mpaka watu kwa mfano kuna vijana wanaitwa wadudu hapa Arusha, wamekuwa maarufu kutokana na lugha hiyo. Inafurahisha, ni lugha nzuri kusikia, ni utamaduni mzuri, lakini je, ndio misingi ya lugha ya Kiswahili? Hilo linakuwa ni swali.